unaweza ukaketi. Wapendwa mnaotufuatilia kwa Radio Uzima, sisi ni Chemichemi za Uzima na sasa ni ibada Pasaka. Wale mnaotufuatilia kwa mitandao yetu ya jamii kwa jina la Chemichemi za Uzima, basi tupo live. Uwe makini usikilize neno la uzima. Hallelujah. Hallelujah. Watu wote nawakaribisha katika ibada hii takatifu. Kwa kuwa sina muda, ningependa kuwakaribisha wote mmoja mmoja ili tusipoteze muda. Tuna saa moja tu na Radio Uzima, tusije tukapoteza. Basi tumekuwa na semina kuanzia siku ya Jumatatu iliyokuwa inasema juu ya nguvu ya kufa kwake Yesu Kristo. Siku ya Ijumaa Kuu tulijifunza mambo mengine pia mapya. Lakini leo tunasherehekea kumbukizi, tukikumbuka Yesu alivyofufuka. Wapendwa, ni muhimu tuelewe kwamba Yesu hakufa siku ya Ijumaa. Kwa sababu angalikufa siku ya Ijumaa, asingelifufuka siku ya Jumapili. Biblia ina uhakika wa siku aliyofufuka. Kwa moja tunaambiwa siku ya kwanza ya juma, ambayo tunaelewa kwa uhesabuji wa siku wa Wayahudi, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Lakini yeye mwenyewe alisema atakuwa ndani ya tumbo la ardhi kwa siku 3 mchana na usiku. Kwa hiyo kama alizikwa Ijumaa, Jumapili alfajiri bado ni siku 1 na nusu. Kwa hiyo sisi tunaamini inawezekana alizikwa siku ya Jumatano, inawezekana alizikwa siku ya Alhamisi. Ila kwa nini tunafanya hiyo mambo ya Ijumaa Kuu? Kwa sababu Wakristo wote wanafanya kumbukizi. Kwa kuwa sisi hatufanyi maigizo ya Yesu kufa tukijua alikufa Ijumaa, tunafanya kumbukizi. Na leo hatufanyi maigizo ya kufufuka kwake Yesu, tunafanya kumbukizi. Lakini huu ni ujumbe tunaousikia kila siku tunavyokuwepo katika ibada takatifu. Kwa hiyo naomba uungane na mimi tusikilize neno la Mungu, na kama nilivyokuwa nimekuonya toka tunaanza semina yetu, ni muhimu kuacha kuendelea kuelewa vile ulivyokuwa unaelewa, ukajifunze upya. Inasemwa vizuri zaidi kwa Kiingereza, you have to unlearn to learn. Na imani inahitaji uelewa, inahitaji maarifa. So you need to have an understanding ili imani yako ikae sawa. Ndio maana kuna watu wengine wana imani ya Ukristo lakini bado shetani na nguvu juu yao, kwa sababu wana ufahamu usio sawa. Ukiwa na ufahamu sawa kuhusu Kristo, shetani hana nguvu juu yako. Ninaomba twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6 na dakika 40 tu. Warumi sura ya 6 tutasoma kuanzia mstari wa 3. Warumi kuanzia sura ya 6 kuanzia mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hamfahamu ya kuwa sisi sote
tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Hebu kila mmoja anayenisikiliza aseme tulibatizwa katika mauti yake. Sema tulibatizwa katika mauti yake. Mstari wa 4. Wapendwa wenye watoto, naomba waweke vizuri. Wanavyopiga makelele unaondoa attention ya wenzako kupokea neno la Mungu. Isiwe shetani anawafinya watoto wasisikilize watu neno la Mungu. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mstari wa 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Wapendwa, tunavyoliamini neno la Mungu linalotuokoa, linalotufanya tuwe wana wa Mungu, tunaamini kwa habari ya kufa kwake, na wakati anakufa tulikufa pamoja naye. Tunaamini habari ya kufufuka kwake na ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu, na kwa maana hiyo tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye. Neno la muhimu sana hilo, mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mliunganika naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Kama ambavyo alifufuka, nasi kwa namna ya rohoni tuliokuwa na mauti ya kiroho tulifufuka tukawa na uzima. Iko siku tena tutafufuka miili yetu kama alivyofufuka yeye, na sisi tutatoka kwa wafu. Lakini jambo kubwa lilishafanyika, tumetoka kwa wafu kwa jinsi ya roho. Ndio sababu ukiamini injili ya namna hiyo, lazima uunganike naye kwa namna ya mfano. Unapobatizwa unazamishwa ndani ya maji kwa mfano aliozikwa, na wewe umezikwa pamoja naye, halafu ukafufuka pamoja naye upate kuishi maisha ya upya wa uzima. Hebu sema amina naye nisikiliza. Neno hili ni la muhimu sana. Habari ya kufufuka kwa Yesu haitakuwa na maana kama hautaelewa kuna muunganiko wako wewe na Kristo alivyokuwa msalabani. Warumi sura ya 8 ina maneno mazuri, inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Wote wanaomwamini Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yao, hakuna hukumu ya adhabu. Kwa nini? Kwa sababu adhabu yao ambayo ilikuwa ni mauti walishaipokea katika Kristo, maana walikufa pamoja na Kristo, wakazikwa pamoja na Kristo katika roho wanapoamini. Yale aliyoyafanya Yesu hakuyafanya kwa niaba, aliyafanya kwa ajili yetu kiuhalisia. Kama ambavyo Adamu alivyokuwa anatenda dhambi, tulikuwa pamoja naye na mauti ikamshika, ikatushika na sisi. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inasema, kwa sababu ya dhambi hiyo tukawa kwenye mauti,
Lakini Yesu alivyokuja, tumeunganika pamoja naye, akiwa anatenda haki duniani kwa miaka zaidi ya 33. Akiwa anaishi duniani, aliihukumu dhambi katika nyama za mwili wake. Unapomwamini Yesu, ndio maana unahesabiwa haki aliyokuwa ameifanya Kristo kwa ajili yako. Lakini nabaki kwamba ulishatenda dhambi, na hukumu ni kwamba ni mauti, na mauti yenyewe ni ya mwili, mauti yenyewe ni ya rohoni, lakini mauti yenyewe pia ni ya kutengwa na Mungu milele. Ili jambo hilo lisitokee, kwa kuwa Mungu aliwapenda wanadamu, Yesu alikufa msalabani. Akiwa anakufa, elewa hivyo, jihesabu hivyo. Warumi ametumia lugha nzuri sana katika hiyo sura ya 6. Jihesabu ni mtu uliyekufa, na ulikufa pamoja na Yesu. Sasa kama ukoo una mikosi, kama ukoo una mabalaa, kama ukoo ulilogwa, kama ukoo una maagano na Ibilisi, yale yanakufa pamoja na wewe. Kama kabla hujaamini ulikuwa na virusi vya ukimwi, ulikuwa na virusi vya magonjwa ya maini, ulikuwa na tatizo katika mwili wako, wewe mwenye hayo matatizo ulikufa pamoja na Kristo. Anayeishi baada ya imani sio wewe, ni mwingine. Kristo akiishi ndani mwako kwa njia ya imani. Na Kristo hana ukimwi, Kristo hana utasa, Kristo hana kifafa, Kristo hana mikosi wala gundu. Kristo hawezi kulogeka akalogeka. Kwa hiyo wewe unakuwa na maisha mapya katika Kristo kwa nguvu ya ufufuo. Haleluya! Leo nataka nikupe intro ya nguvu ya ufufuo, lakini hauwezi ukapokea kikamilifu nguvu ya ufufuo kama kwanza haujapokea nguvu ya mauti ya Kristo. Naomba uangalie pamoja nami, na nitasoma kutoka kwenye tafsiri hii nyingine ya Kiswahili pia inaitwa Neno, ambayo hii imetafsiriwa neno kwa neno sawa sawa na Biblia ya Kiingereza inayoitwa New International Version. Katika sura ya 13 ya mstari wa 20 wa kitabu cha Waebrania, neno la Mungu linasema, naomba ninukuu kama ilivyoandikwa: ndugu zangu, na wasihi mchukuliane na maneno yangu ya maonyo, kwa kuwa nimesoma mstari wa 22, mstari wa 20. Basi Mungu wa amani, ambaye kwa damu ya agano la milele alimleta tena kutoka kwa wafu Bwana wetu Yesu, yule mchungaji mkuu wa kondoo, awafanye ninyi wakamilifu, mkiwa mmekamilishwa katika kila jambo jema, ili mpate kutenda mapenzi yake, naye atende ndani yetu kile kinachompendeza machoni pake, kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu na yeye milele na milele. Amina. Leo tunakumbuka na kusherehekea kufufuka kwa Yesu kutoka kwa wafu. Lakini Mtume Paulo aliyeandika kitabu cha Waebrania anatueleza ili Yesu atoke kwa wafu, kilichomwezesha na kumsaidia ni damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa damu ya agano la milele. Hebu sema damu ya agano la milele. Hiyo damu ya agano la milele
ilimfanya Yesu afufuke kutoka kwa wafu. Na kila ukisema damu unazungumza mauti. Nilivyosoma andiko hili mara ya kwanza sikuelewa maana yake nini. Kwa nini damu ya Yesu ndiyo imfufue Yesu, wakati tunajua aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu ni utukufu wa Baba, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ndiye nguvu ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Lakini Yesu mpaka afe msalabani ni mambo ya kisheria. Hebu sema ni mambo ya kisheria. Kila aliyetenda dhambi mshahara wake, hukumu yake ni mauti. Na yeye alinunua kesi yetu. Kwa hiyo alikuwa kwenye hiyo kesi. Amehesabiwa mwenye hatia ingawaje yeye hana hatia. Dhambi yetu imewekwa juu yake. Kama nilivyowaambia, wanyama wa zamani walipokuwa wanaletwa hekaluni, ambavyo kuhani alikuwa anaweka mkono wake na kuungama dhambi ya taifa, dhambi zao wote zinahesabiwa juu ya yule mnyama. Maana yake dhambi zinakuwa zimewekwa juu yake. Halafu anapouawa, anauawa kwa sababu ya zile dhambi. Na kwa hiyo aliyekuwa ametenda anahesabiwa haki, kwa kuwa hukumu iliyokuwa inamstahili imebebwa na yule mnyama. Ndivyo ilivyotokea kwa Yesu. Sasa kwa kuwa aliuawa, alikufa kwa sababu ya dhambi, asingelitoka kwenye mauti kama dhambi zile hazijafutwa, kama dhambi zile bado zinakaa. Lakini kwa sababu ya ile damu imefuta hati ya mashtaka, hawa watu hawana hatia tena. Sababu ya kumfanya Yesu abaki kaburini, aendelee kushikiliwa na mauti, haikuwepo tena. Ndiyo sababu utukufu wa Baba ulimjilia Yesu, na Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Lakini kisheria damu yake ndiyo ambayo imemfanya atoke kwa wafu. Kwa hiyo unaweza ukaelewa nguvu ya mauti ya Yesu Kristo ukiamini kwa habari ya kufa kwa Yesu, kwamba alikufa na alikufa kwa ajili yako. Alikufa ili wewe usife. Nguvu ile inasababisha nguvu ya ufufuo ifanye kazi kwenye maisha yako. Katika Biblia sura ya 27 ya kitabu cha Mathayo, sura ya 27 ya kitabu cha Mathayo, Biblia inasema kuanzia mstari wa 51 mpaka mstari wa 53 ya kwamba alipokata roho, makaburi yalifunguka. Na yale makaburi yaliyofunguka, siku alipofufuka Yesu, yale makaburi, wale wafu waliokuwemo ndani ya makaburi yaliyofunguka wakati anakufa, wafu wake walifufuka. Walifufuka pamoja naye kutimiliza unabii wa Isaya 26 mstari wa 19 ambao unasema, maiti zangu zitafufuka pamoja nami. Tafsiri mojawapo ya Kiingereza imesema, maiti zenu zitafufuka pamoja na mwili wangu. Kwa hiyo Yesu alivyokuwa anafufuka, wale wote walioitikia mauti ya Yesu, makaburi yaliyoitikia mauti ya Yesu, yaliitikia nguvu ya ufufuo. Hebu sema amina. Sema tena haleluya. Ina maana kama utaamini Yesu alikufa kwa ajili yako, nguvu ya ufufuo itatenda kazi kwa ajili yako. Nguvu ya ufufuo inatenda kazi kwa wale wanaoamini.
Yesu alikufa kwa ajili yao. Nguvu ya ufufuo inafanya kazi juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama unaamini mauti ya Kristo, basi nguvu ya damu ya Yesu itakuwa juu ya maisha yako, itatakasa uovu wako. Sababu ya mauti iliyokuweko juu yako inakuwa imefutwa. Laana juu ya maisha yako inakuwa imeondolewa. Uhalali wa shetani kukuonea unakuwa umeondolewa. Kwa sababu hiyo, nguvu ya ufufuo itafanya kazi maishani mwako. Mungu wetu huyu ni Mungu wa kanuni, ni Mungu anayefuata sheria. Hizo sheria aliziweka yeye mwenyewe, asingalizivunja. Nilikueleza kwa nini lilazimu Yesu afe msalabani. Kwa namna hiyo hiyo ndio inayosababisha upokee uzima unapoamini kwa habari ya mauti ya Kristo. Punga mkono wako hewani kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifufuka. Yesu alifufuka. Watu wote tuseme alifufuka. Na alifufuka kweli kweli. Lakini hii simulizi ya kufufuka kwa Yesu isingelikuwa na maana yoyote kama Yesu alikuwa amezimia. Maana ukizimia, hata daktari haandiki kwamba umekufa. Ukiwa kwenye koma, hata daktari haandiki kwamba umekufa. Kuna wagonjwa huwa wanakuwa kwenye koma mpaka hata miaka 3, mpaka hata miaka 8. Huyo anakuwa hajawa declared dead, clinically dead na daktari. Lakini Yesu, wale madaktari ambao walikuwa ni wanajeshi pia, siku za kale watu wenye taaluma ndio waliokuwa pia wanajeshi. Biblia inasema katika kile kitabu kile cha Yohana, tuangalie Yohana sura ya 20. Yohana, Injili ya Yohana sura ya 20. Askari mtaalam wa kuangalia wanaokuwa wamesulubiwa kama kweli wamesha kufa. Ni sura ya 19, samahani. Sura ya 19. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 33, askari alienda akamvunja mguu yule aliyekuwa amesulubiwa pamoja naye, maana alikuwa bado hajafa. Akaenda na kamvunja na mwingine wa kulia kwa Yesu, maana alikuwa bado hajafa. Ndipo akaja kwa Yesu. Nataka nikwambie hivi, kama alivyorukwa Yesu kabla hata waja examine, ndivyo wewe utarukwa na mabaya. Na ndio maana ya Pasaka. Evil will pass over you. Why? You are covered by the blood of Jesus. Uovu utakupasaka, utapita juu yako, hautakugusa. Uovu utapita juu ya nyumba yako, hautakugusa, kwa sababu nyumba yako na maisha yako na mali zako na watoto wako na mke wako na mume wako na wote wa nyumbani mwako wamefunikwa na damu ya Yesu. Hawafuniki kwa kusema hii ndio damu ya Yesu tujiwekee. Hapana, unafunikwa na damu ya Yesu kwa kuamini Yesu alikufa kwa ajili yako. Hebu sema amina. Ndio maana kuna imani huko mtaani, huko nje, zingine zinaonekana kama za maana sana. Wanakutaka kukudanganya juu ya Yesu ambaye hakwenda msalabani ili usipate wokovu. Na nataka nikwambie, dini yoyote bila kujali anavyoamini huyo mtu,
awe ndiye mkuu wa dini yenyewe, asiyeamini habari za Yesu, ya kwamba Yesu aliteseka msalabani kikuhani kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. Nafsi yake iwe ondoleo la dhambi, nafsi yake iwe dhabihu, nafsi yake iwe tambiko, ili wenye dhambi, ili wanadamu walioandikiwa kufa kwa sababu ya dhambi zao. Akikataa hayo, hakuna mwanadamu, iwe dini yake ni nzuri. Dunia yote mnaonisikiliza, elewa, unajidanganya kudhani unaweza ukaokoka kwa dini yako. Hakuna dini itakayomwokoa mwanadamu. Fanya mema, toa zaka, fanya mambo makubwa, wape watu umaskini mali zako. Jitahidi kupigania dini yako kana kwamba Mungu wako hawezi kujipigania. Bado hutamwona Mungu. Awezaye kusamehe dhambi ni Yesu wa Nazareti, tena kwa sababu amezichukua dhambi zako, akatoa dhabihu ya nafsi yake. Utakuwa na msamaha wa dhambi kwa sababu yuko aliyezibeba. Wana wa Mungu, napenda mwelewe, huyu Mungu huwa hasamehe dhambi, kitu ambacho tumedanganywa na dini. Mungu hasamehe dhambi, na mwenye makosa ana dhambi, Mungu hamhesabii kuwa huna hatia. Kaa ukielewa, dhambi yako inakaa. Mungu anasamehe dhambi, hasamehe. Isipokuwa tumekuja kusamehewa kwa sababu damu imemwagwa. Hebu sema amina. Nina uhakika kusema dhambi yako imesamehewa kama kweli unaamini Yesu alikufa kwa ajili yako. Dhambi yako imesamehewa, maana imelipiwa. Anaposema hakuna tena hukumu ya adhabu, kwa sababu adhabu ulishaipata pamoja naye katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Mtu hapati adhabu mara mbili. Ndio maana pia bosi ni mmoja kwenye ofisi yoyote. Kwa hiyo ukinidhamishwa, ukipewa discipline, hairudiwi kwa sababu bosi ni mmoja. Na kwenye ulimwengu wa roho, aliyekuwa amekosewa ni Mungu, aliyekuwa ametendwa dhambi ni Mungu, aliyekuwa ametendwa sivyotaka ni Mungu, na ndiye aliyekuwa ametoa hukumu ya mauti ya milele juu ya kila mwanadamu. Lakini Yesu akaichukua hiyo hukumu juu yake ili sisi tuachwe huru. Hakuna hukumu ya adhabu kwao walio katika Kristo Yesu. Sio wale walio katika Ukristo, wale walio katika Kristo Yesu. Sio wale waliopo Calvary Assemblies, ni wale walio katika Kristo Yesu. Sio wale walio katika Uluteri, ni wale walio katika Kristo Yesu. Sio wale walio katika Uroma, ni wale walio katika Kristo Yesu. Sio wale walio Assemblies of God, ni wale walio katika Kristo Yesu. Sio wale walio kwenye kanisa la Pentecoste Tanzania, ni wale walio katika Kristo Yesu. Sio Waanglikana, ni wale walio katika Kristo Yesu. Maana unaweza ukawa hapa tuwakupa na cheo ukawa unajulikana, lakini mbinguni hujulikani, kwa sababu hujampa Yesu maisha yako. Na sio swala kumpa Yesu maisha yako kwa sala ya toba. Kila siku nawaambia, sala ya toba haiokoi. Unaweza ukasemeshwa sala ya toba na usiokoke. Ni lazima ukubali kwanza wewe ni mwenye dhambi. Ukubali huwezi kujiokoa. Matendo yako hayawezi kukufanya Mungu akusamehe. Lakini jambo la tatu, uamini alichofanya Yesu kwa ajili yako. Ukifanya hivyo,
ndipo unazaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza ulizaliwa na baba yako, mara ya pili umezaliwa kwa kuliamini neno la Mungu. Na iko nguvu inaitwa nguvu ya Injili iletayo wokovu kwa kila aminie. Anayeamini Mungu alifanyika mwanadamu, anayeamini huyu aliyefanyika mwanadamu alisulubiwa, anayeamini ya kwamba huyu aliyesulubiwa alikufa, anayeamini ya kwamba huyu aliyekufa alizikwa, anayeamini ya kwamba huyu aliyezikwa alifufuka, na huyu aliyefufuka alipaa juu kimwili kabisa, kama hivi unavyoniona. Akaanza kupaa juu against gravity, against all other forces, akapaa kwenda juu. Una haki ya kumwamini yeye. Atakupa kushinda vile ambavyo asili imekupa kushindwa navyo. Yeye alitembea juu ya maji against Archimedes principle, kwa maana yeye ukimwamini hautakuwa wa kawaida. Petro naye alitembea juu ya maji yale yale. Oh, haleluya! Hujapoteza ukimwamini Yesu. Hupotezi ukimwamini Yesu, ila utapotea milele. Kama muda wa kufa kwako utafika, halafu je amini haya ninayosema, utakuwa umepotea milele. Hata ukiwa na pesa duniani utakuwa umepotea milele. Hata ukiwa na mke mzuri duniani utakuwa umepotea milele. Hata ukiwa na cheo kikubwa utakuwa umepotea milele. Mwamini Yesu leo, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ikubali dhabihu. Usiende kanisani kwa mazoea. Usiseme wewe ni Mkristo kwa sababu tu wazazi walikufanya Mkristo, na wewe unajua moyoni humwamini Mungu. Na kujua kwamba humwamini Mungu ndio maana wakati wa changamoto unaenda kwa waganga. Na upenda ule wimbo wa kijana yule MC Tamba, mambo tu ya kinani kwa waganga. Lakini mtu anaenda kwa waganga, huku kanisani ni mzee wa kanisa. Anaenda kwa waganga, huku kanisani ni askofu. Huyu anamjua Mungu, huyu anamwamini Yesu? Hapana. Askofu mmoja alionekana mjini anaendesha pikipiki akiwa uchi, kwa sababu ulikuwa umefika wakati wa uchaguzi. Hawezi kupiga magoti aombe, ila anaweza kwenda kwa mganga. Na mganga wake, uchawi wake sijui haukufanya kazi. Watu wakamwona askofu anaendesha pikipiki uchi wa mnyama. Msifanye mchezo. Haya mambo yapo. Ndiyo. Na watu wasiomjua Yesu lazima watakuwa nyama rahisi kwa shetani. Punga mkono wako, sema nitasimama katika Yesu. Nitaendelea kuamini katika Yesu. Kabla sijaendelea, ngoja nikwambie kwa nini ukimwamini Yesu mchawi hakuwezi. Kwa nini ukimwamini Yesu, kama maandiko yanenavyo, waganga, wachawi, majini wenyewe na shetani mwenyewe hakuwezi? Kwa sababu alikuona. Hebu sema alikuona. Kulikuwa na kitu kinachoitwa identification. Ulitambulishwa ulivyoungana naye. Unavyoamini tu unarudishwa more than 2000 years ago. You were in Christ Jesus. Ulikuwa ndani ya Yesu, ukawa ndani yake wakati anapambana na mauti, na wewe ulikuwa pamoja naye. Mauti inakujua. Alivyotoka kwa wafu ukapaa juu pamoja naye. Hapa juu mbingu ya pili kuna mapepo yote ya vyeo mbalimbali. Yeye alipita, hawakuweza kumzuia, na wewe ulikuwa pamoja naye. Wanakujua. Hebu sema wananijua. Ndio maana wakati mwingine hata usipotaja kwa jina la Yesu, wewe uko ndani ya Yesu tayari. Ni swala la kuamini tu. Halafu kasema na kunywa chai hapa, nikirudi bado pepo upo, tutaelewana.
pepo huyo anaondoka, kwa sababu unaelewa na yule shetani anakujua. Wewe hauko peke yako. Yesu Kristo yu ndani mwako, wala si kwamba yuko ndani mwako, wewe uko ndani ya Yesu. Hilo ndilo fumbo la wokovu. Kila naye nisikiliza sema haleluya. Sema tena haleluya. Yesu amemeza mauti. Alipotoka kwa wafu, mauti aliimeza. Mauti ni matokeo ya dhambi. Mauti ni matokeo ya laana. Mwenyewe aliimeza. Sio mauti tu, alimeza na aibu. Alizimeza fedheha zote. Alizimeza. Your death is swallowed up by his resurrection. Nguvu ya mauti haiko tena juu yako. Hallelujah. Ndio waliweka Yesu kwenye kaburi, na wakaweka na walinzi, wakingoja ya kwamba atakapotokea wampige upanga tena, maana alisema atafufuka. Yule mjanja alisema atafufuka. Wakaweka walinzi, na lile jiwe lilokuwa linazuia kaburini likawekwa muhuri. Umelibadilisha jambo la kawaida kuwa jambo la kimamlaka ulipoweka muhuri. Kwa hiyo dola 2 zitakuwa zinapambana, mamlaka 2 zitakuwa zinapambana. Tutaona nguvu yenye nguvu. Haleluya. Yesu akafufuka. Wale maaskari waliokuwa wamewekwa na ile lakiri juu ya jiwe, malaika aliyekuweko akaja akalikalia jiwe, akiwa na maanisha you meant confrontation. Come, here I am. Ninajua kabisa atakuwa alikuwa amekalia muhuri wenyewe. Let the stamp fill the sheet. Alikalia muhuri wenyewe, na hakukuwa na anayewakilisha dola ya Rumi aliyeweza kuja kupambana na malaika. You are beyond destruction. You are beyond death. Wewe uko ng'ambo ya kaburi. Hilo kaburi ni shimo tu, halina mamlaka juu yako. Wewe umeamini Yesu, umevuka toka mautini na uko uzimani. Sema haleluya. Sema nimepita toka mautini, niko uzimani. Sasa sikiliza, kifo na mauti sio lazima iwe mwili wako. Wanaweza wakaua uchumi wako, wanaweza wakaua ndoa yako, wanaweza wakaua kisimeti cha maisha, wanaweza wakaua kibali mbele za watu, wanaweza kaua taaluma. Ndio maana kuna watoto wanaelewa shule, anapata 90, baada ya muda anaanza kuwa anapata 20. Nini kimetokea? Kuna mtu amechukua jina lake, ametengeneza kijeneza, ameliweka jina lake humo, halafu amemzika. Ndivyo wanavyofanya wachawi. Kaburi lolote ambalo biashara yako, ambalo afya yako, ambalo ndoa yako, ambalo huduma yako, ambalo kazi yako imezikwa, na tamka likutana na nguvu ya ufufuo, likutana na nguvu ya mauti ya Yesu. Fufuka pamoja na Kristo. Hebu sema yu hai. Sema tena yu hai. Sema tena yu hai. Na kama yu hai, nitakuwa hai pamoja naye. Kama yeye Yesu yu hai, nitakuwa hai pamoja naye. Biashara yangu itakuwa hai, sio kwa nguvu ya mtaji, ni kwa nguvu ya ufufuo. Ndoa yangu itakuwa hai, sio kwa nguvu ya ushawishi, bali kwa nguvu ya ufufuo. Kule kazini, ajira yangu ni hai, sio kwa sababu ya cheti changu, sio kwa sababu ya namjua nani. It's not technical, no, bali nguvu ya ufufuo.
Na asiyeelewa asimame hapo, anang'ang'ania nibaki kaburini, akutane na furaha. Atakutana na furaha ya nguvu kutoka juu, malaika tokaye juu, mwenye panga pande zote, mwenye upanga wao kuwili, mwenye upanga wenye moto, atamwangamiza. Nasema waangamie wote wanaopambana na wewe kwa upanga wa moto. Natamka chini ya mamlaka ya Roho wa Bwana, kila anayeloga maisha yako akutane na upanga wa Bwana, akutane na upanga wa Bwana, akutane na upanga wa Bwana kwa jina la Yesu. Asiyetaka uolewe akutane na upanga wa Bwana. Asiyetaka biashara yako ifanikiwe akutane na upanga wa Bwana. Anayeharibu maisha yako akutane na upanga wa Bwana kwa jina la Yesu. Wivu wa Bwana umeyanena hayo, ndivyo atakavyokuwa. Unalindwa na nguvu ya Mungu hata atakaporudi kwa jina la Yesu. Rabakosande rebeka mairabo, rabakoshaka saka rikatori bakosinda. Neema na nguvu ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema na nguvu ya Bwana iwe juu yako. Sema amina. Sema tena amina. Sema haleluya. Luka sura ya 24 mstari wa 34 unasema amefufuka kweli kweli. Lakini Yohana sura ya 20 mstari wa 9 unasema imempasa kufufuka. Hebu sema ilimpasa kufufuka. Ilimpasa afe na afufuke. Punga mkono wako, sema amina. Sema tena amina. Sema amina. O rabasaka, ilimpasa afufuke na amefufuka kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Amefufuka kweli kweli. Tutamalizia kwa kuona Isaya 29. Nataka lisiweko jiwe ambalo halijageuzwa. Isaya 29, neno la Mungu linasema katika ule mstari. Kabla ya hapo ngoja tuangalie Isaya 28:15. Isaya 28:15. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Watu wote wanaotegemea uganga, wanaotegemea uchawi, hili ndio neno lao, kwamba umefanya agano na mauti. Hayo unayoyafanya umefanya agano na mauti, na kushauri ufanye agano na uzima. Fanya agano na uzima. Mstari wa 18, na agano lenu mlilo agano na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Sasa kuna watu hakupendi anaenda kwa mganga, hakupendi anaenda kwa mganga. Hicho anachoenda kupata kule ni mapatano ya mauti. Ngoja nikwambie, usiogope. Nisaidie kumwambia jirani yako usiogope. Hilo patano lao na mauti halitasimama. Halitasimama. Kwa nini? Unakumbuka wa Misri wote walizama ndani ya bahari.
ndio hawa wa Misri hautawaona. Ukiamini mauti ya Yesu, wa Misri hautawaona. Unaamini Yesu alikufa kwa ajili yako? Basi wa Misri wote hautawaona. Majini hautayaona. Mizimu ya ukoo wenu hautayaona. Sijui malaana gani hautayaona. Haleluya, haleluya. Hebu tuangalie Isaya 29. Ninamalizia Isaya 29 mstari wa 5 na wa 6. Neno linasema, lakini wingi wa adui zako utakuwa kama mavumbi membamba. Wangapi wanaamini unabii? Bwana anasema wingi wa adui zako utakuwa kama mavumbi. Wanaweza wakawa wengi mno kama mavumbi, huwezi ukayahesabu. Na wingi wao watishao utakuwa kama makapi yapitayo. Kwa hiyo hawa wengi kama mavumbi na hawa wengi kama makapi watapita kwa upepo. Utawatafuta, hutawaona. Amini tu katika nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu inafanya kazi maishani mwako. Hawatafanikiwa. Utawatafuta, hutawaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa kwa ghafla. Hebu sema ni kwa ghafla. Ulizoea madeni, ghafla hutayaona tena. Ulizoea kunyanyaswa, ghafla utaanza kuheshimiwa. Ulizoea hulali usingizi, unaonewa na wachawi, ghafla hawatakuonea tena. Kwa maana maisha yako yamefichwa ndani ya Kristo na yakawekwa katika Mungu. Haufikiki na mwanga, haufikiki na mchawi, haufikiki na jini. Kuna rafiki yake mke wangu, walimaliza wote Mzumbe. Alipoajiriwa, kukawa na jamaa mmoja aliyeona moyo wake unajua wachawi hawapendi chochote kizuri. Yule dada alipokuja pale, ni TANESCO wakamjengea ofisi mpya. Unajua huwa wanachukua, kuna mbao fulani hivi, hata sisi tuliziweka pale, wanazitengeneza namna jengo linakuwa na ofisi hata kama haikuwepo. Yule baba akasema, haka toto haka sijaona mwingine anafanyiwa haya, yani kamekuja tu hapa ndio wanakajengea ofisi. Sasa yule alikuwa mhasibu. Kuna makarasha ambayo hayatakiwi watu wayaone, wanaweza kabadilisha tarakimu nini na nini. Kwa hiyo alitengenezwa ofisi yake kwa yule baba aliyesema, akasema ataiona tu ofisi lakini hatakaa. Wale wanaomjua yule baba kwenye ofisi ile wakaanza kumhurumia yule binti. Ndio ametoka chuoni, bado hajaonja hata mshahara. Yule baba anasema atamwonyesha kazi, ataiona ofisi lakini hatakaa. Basi yule baba akatuma jini linaloua kwa haraka. Unajua jini gani hilo? Jini makata. Likatumwa. Wakati yeye yuko chumbani, aliona kama vile ni short ya umeme, moto unatoka kwenye switch socket, unatoka moto unamwendea, lakini ulipofika kitandani haukuendelea. Ila ghafla akaanza kuharisha. Kwa hiyo akaharisha. Wakati anataka kwenda chooni, ni kama vile alimwona mtu, lakini huko alikokuwa analala hamna mtu. Lakini kama anamwona mtu, anafungua mlango, anatoka. Sasa watu hawa wameokoka, wanajua kanuni. Akaomba, lakini hali ya kuharisha kaendelea. Asubuhi ukishakuwa mwajiriwa lazima uende kazini. Kama hujazidiwa sana, unaenda kazini, unaomba sick sheet. Sijui kama kuna mabadiliko siku hizi.
Kwa hiyo akaenda kuomba sick sheet. Wakati anaenda, wakamwambia ofisi haijafunguliwa, kwa sababu aliyekuwa nakana funguo ya nje ile ni yeye. Huyo mzee hajaja ofisini. Kwa hiyo wote wamekaa wanamngoja. Sio ule mlango anaweza kufungua nani? Mlinzi. Kuna mlango mwingine. Basi alikuwa hapa hajafunguliwa. Ikabidi atumwe mtu. Walivyo akakuta yule baba amekufa. Damu imetoka puani, damu imetoka masikioni. Nini? Lile jini lilivyotumwa lilimrudia. Hiyo ndio itakayokuwa kura yako. Hebu sema amina. Akulogaye anajiloga. Anayetengeneza fitina dhidi yako, hiyo fitina tamdhuru mwenyewe. Anayepanga mawe eti kwamba yakuangukie, yatamwangukia mwenyewe. Anayechimba shimo eti kwamba akuzike kabla hujafa kwa kichawi, azike biashara, azike mwonekano, azike kupendelewa, azike vile unavyopendwa, anazika maisha yake mwenyewe. Wangapi wanaamini? Ikawe hivyo maishani mwako kwa jina la Yesu. Isaya anasema 41 kuanzia mstari wa 10, utawatafuta hautawaona. Hao waliokukasirikia utawatafuta hautawaona, maana watakuwa wameenda futi 6 chini ya ardhi. Semeni amina. Simama sasa. Nyosha mikono yako miwili juu. Nyosha mikono yako miwili juu. Amen. Barikiwa sana. Nyosha mikono yako miwili juu. Hebu sema ninaamini katika nguvu ile iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu, iliyofanya hata jiwe lilokuwa limefunika mlango litoke mlangoni lenyewe. Nguvu ya ufufuo ambayo ilimfanya Yesu asihitaji mtu kuja kufungua sanda, achomoke mwenyewe. Iliyomfanya Yesu asingoje jiwe kufunguliwa, achomoke mwenyewe. Iliyomfanya Yesu asiwe na ngoja milango ifunguliwe, anaingia tu. Hiyo nguvu naamini inatenda kazi ndani mwangu kwa jina la Yesu. Nguvu hiyo itende kazi tena kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya kile kinachoniletea pesa, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya wanangu, kwa ajili ya huduma. Mkono wako Mungu auweza uwe juu ya maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iko juu yako. Mchungaji.